Ukiwa unataka kuanza kufanya kitu kuanzia mwanzo mpaka kufanikiwa, kuna michoro miwili ya stage za mafanikio. Kuna mchoro wa kwanza, unaanzia chini unapanda juu, afu unashuka chini mpaka chini kabisa. Kuna mchoro wa pili ambao unaanzia chini unapanda juu, unashuka chini, afu unapanda juu. Huo mchoro wa kwanza ni kwa watu ambao hawatofanikiwa na wana give up. Ina maana unashuka chini au upandi juu. Mchoro wa pili ni wale ambao wanafanikiwa. Ngoja nianze kuelezea, nitaelezea michoro yote miwili kwa wakati mmoja, ila nitatofautisha kwenye ile stage ya kushuka chini. Cha kwanza kabisa, mtu anaona mtu anafanya kitu fulani, anatamani akifanye kwa sababu anaona mtu amefanikiwa. Anasema kufanya hichi kitu kinawezekana kwa sababu kuna mtu kakifanya na amefanikiwa. Baada ya kuona hicho kitu, anaingia na yeye kwanza kufanya hicho kitu. Anaanza kujifunza, anajifunza na kwa ameshajiwekea muda wake ambao anaamini kwamba ndani ya mwaka mmoja hicho kitu nitakuwa nimeshaanza kukijua na kitanipa faida, kitaniingizia pesa au nitafanikiwa. Sasa anaanza anajifunza, graph yake inaenda juu. Anaanza kuwa satisfied kwamba kuna baadhi ya vitu na leo nimejua hichi, kesho nimejua hichi ambacho taunganisha nitakapovijua kesho ili niweze kufikia kwenye malengo. Anafika juu. Akishafika juu, zinaanza kuja difficulties. Kwamba anaanza kufikiria sasa, mbona nimechukua muda mrefu kuliko muda niliouzania. Anaanza kukutana na changamoto kubwa ambazo anatakiwa azipite, ambazo hizo changamoto zinaanza kumshusha chini. Changamoto za kumpush chini zinaanza kuja. Anafanya vitu vingine havikubali, anawekeza pesa, anapata hasara. Anaanza kuona sasa kwamba alichokuwa anakifikiria mwanzoni sio kweli, sio kitu sahihi. Anaanza kuona biashara inashuka chini, yale magumu anashindwa kuyaendo, anazidi kushuka chini. Akishafika kwenye ile point ya chini kabisa, anashindwa kunyanyuka kwa sababu anakuwa amesha give up, anashuka chini kabisa. Tofauti kwa mtu ambaye anafanikiwa, akifika kwenye ile point ya chini, anaendelea kuongeza juhudi na kuongeza bidii, akiamini kwamba atapanda juu. Pale mtu ambapo ana give up, hawezi kufanikiwa, ndio pointi ya mwisho kabisa kushuka chini. It means pale anapoachia, huenda ingekuwa ndio sehemu yake, turning point ya kwanza kupanda juu. Wanaofanikiwa akifika kwenye ile pointi, wanaongeza juhudi, wanaongeza bidii, wanaamini still bado muda upo wa kufanya hicho kitu. Anaongeza nguvu, anaanza kuona sasa matunda, anaanza kupanda juu. Anaona matunda, anapanda juu, anafikia mafanikio yale aliyokuwa anatarajia. Na akishafikia pale, loop inaanza kujirudia kwa sababu ameshafanikiwa kwenye kitu fulani. Atakuja na ndoto nyingine, ataanza hivyo, atashuka chini, atafika chini, atakomaa, atapanda juu. Atafika chini, atakomaa, atapanda juu. Kwa hiyo kitu cha kushauri kila mtu, matarajio yetu tuyaweke kwa muda mrefu zaidi ya tunavyofikiria. Tukianza kitu tukaamini kwamba kitatuchukua muda mrefu zaidi ya sisi tunavyofikiria, yani kwamba inaweza kuchukua hata miaka 10, lakini mimi nitapasiu tu, yani inabidi tu nifanye kwa sababu inanibidi nikifanye, itakuchukua muda mfupi zaidi unavyofikiria. Lakini ukisema ndani ya mwaka mmoja nitakuwa nimeachieve, itakuchukua muda mrefu zaidi unavyofikiria. Kwa hiyo matarajio yetu tuyaweke kwa muda mrefu. Tukiweka kwa muda mrefu, tutayafikia ndani ya muda mfupi zaidi ya tunavyoyatarajia. Dakika 3 zangu zimeisha, imeshaingia dakika ya 4. I'm out.